Mtazamaji hujambo popote pale ulipo, karibu katika habari ya kutwa nzima ile kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Lulu Hali, karibu tu sote. Watu watatu wamefariki dunia na wengine watatu kujeruhiwa vibaya baada ya malori mawili ya mizigo kugongana uso kwa uso kwenye kijiji cha Sindeni kilichopo wilayani Handeni mkoani Tanga. Mwanahabari wetu Ernest Mbeze na ripoti zaidi. Ajali hiyo imetokea majira ya saa 4 usiku wa kuamkia leo na kuhusisha lori la mizigo aina ya Fuso lenye namba za usajili T712 AVH lililokuwa limebeba shehena ya mpunga likitokea Handeni kuelekea Korogwe, na lori la mizigo aina ya Icha lenye namba za usajili T519 EMM lililokuwa limebeba shehena ya unga wa chokaa likitokea Korogwe kuelekea Handeni. Na hapa baadhi ya mashuhuda akiwemo majeruhi wa ajali hiyo wanaelezea tukio hilo. Gari yetu sisi ilikuwa imebeba chokaa nyeupe, mbele kukaja Fuso, kwa lile Fuso likatugonga uso kwa uso. Dereva wetu alifia hapo hapo, na sisi ndio wakaja maaskari wakatuchukua wakatuleta hapa Handeni. Nikatoka nyumbani kufika hapa nikakuta hizi gari, hiyo Fuso na ile zimegongana uso kwa uso. Tukakuta dereva wa gari hii amefariki na huyu mzee mwenye mzigo amefariki na dereva wa gari ile kule amefariki. Tumelala hapa mpaka sasa hivi, nafikiria mali za watu, ikiwa tumelinda kama watu watano, ikiwa hii mali ya watu mpaka sasa hivi iko kwenye usalama, mpaka sasa hivi tunakusanya tena iliyobaki hii mali ya watu tuipandishe tena irudi kama awali. Dr. Lawrence Loitore ni kaimu mganga mfawidhi wa hospitali ya mji wa Handeni, na hapa anaelezea hali za majeruhi watatu, ambapo wawili kati yao wamepewa rufaa ya kwenda hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga Bombo kwa matibabu zaidi, huku kamanda wa polisi mkoa wa Tanga Almachius Mchunguzi akithibitisha kutokea kwa ajali hiyo na kueleza chanzo chake. Wamepata majeruhi mbalimbali, wengine wamepata majeruhi sehemu za kichwa na kwenye mikono, na wameweza kupata matibabu. Kwa hadi hivi tunavyoongea, kuna wengine ambao tayari tushawapa rufaa kwenda katika hospitali ya mkoa wa Tanga kwa ajili ya matibabu zaidi, lakini kuna mmoja ambaye ameweza kubaki. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha ajali ni uzembe wa madereva wa magari hayo kuendesha mwendo kasi uliosababisha washinde kuyamudu magari yao na hatimaye kugongana uso kwa uso. Mungu azilaze roho za marehemu mahali pema peponi, amin. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbeze, Channel 10. Naam, mtazamaji, wakati takriban 70% ya rasilimali za utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 zikitarajiwa kutoka sekta binafsi, mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari amewataka mawakili wa serikali kuimarisha uwezo wao wa kusimamia mikataba mikubwa ya uwekezaji ili kulinda maslahi ya taifa na wakati huo huo kuendelea kuvutia wawekezaji. Jamila Umar anatueleza. Akifungua mafunzo ya siku 3 ya mawakili wa serikali jijini Arusha, wakili mkuu wa serikali Hamza Johari amesema sheria na mikataba imara ni msingi wa uchumi imara, hivyo mawakili wanapaswa kuendana na mabadiliko ya biashara, teknolojia na jiografia ya kisiasa ili kutoa ushauri wa kisheria unaokidhi mahitaji ya utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050. Amesema mafunzo hayo pia yatawajengea washiriki uwezo wa kufanya uchambuzi wa vihatarishi vya kisheria, kiuchumi na kisiasa, pamoja na kukabiliana na upotoshaji wa taarifa unaotokana na teknolojia za kisasa kwa kutumia ushahidi na sheria. Kuna haja ya kuwa na mkakati mahsusi kwetu mawakili wa serikali utakaosaidia utekelezaji wa dira ya maendeleo 2050. Kwa mawakili wa serikali kupewa maarifa ya kisasa na uelewa wa kina kupitia mafunzo haya, ili kuongeza weledi, na sio weledi tu, na hamasa, ili kuzungusha gurudumu la dira ya maendeleo. Kwa upande wake, mkurugenzi wa uratibu wa huduma za ushauri wa kisheria ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali Neema Ringo
amesema mafunzo hayo ni fursa ya kuimarisha uwezo wa mawakili wa serikali ili sheria ziwe chachu ya utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050 badala ya kuwa kikwazo. Kama mawakili wa serikali ambao kwa kiasi kikubwa tunafanya kazi za mwanasheria mkuu wa serikali, ni sehemu ya hiyo safari ya utekelezaji wa maelekezo yale, lakini katika safari ya kuhakikisha tunatumia sheria kuwezesha dira ya 2050. Sessions hizo zimejikita katika kuwajengea uwezo mawakili wa serikali ili kuweza kuchukua nafasi zao stahiki katika kusimamia na kuhakikisha tunakuwa na uelewa mzuri ili kuweza kutumia elimu yetu ya sheria katika kuongoza na kuweka misingi ya utekelezaji wa dira yetu. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Haya, wilaya ya Namtumbo imeanza mkakati wa kuwalinda watumishi wake dhidi ya magonjwa ya afya akili kwa kukutanisha na madaktari bingwa wa ugonjwa huo ili kuwajengea uwezo wa kutambua dalili, kukabiliana na msongo wa mawazo na kutafuta matibabu mapema kabla hali haijawa mbaya zaidi. Yusuf Kayanda kutoka Ruvuma anatueleza. Akizungumza katika Women's Gala, mkuu wa wilaya ya Namtumbo Ngolo Malenya amesema serikali imeamua kutumia jukwaa hilo kuwafikia watumishi wa umma hususan wanawake kwa sababu afya ya akili si tatizo la mtu mmoja bali ni changamoto inayogusa familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla, ambapo amesema changamoto za afya za akili zimekuwa zikichangia kushuka kwa ufanisi makazini, migogoro ya kifamilia, kupoteza ajira na wakati mwingine vifo. Hivyo elimu hiyo ni silaha muhimu ya kuzuia athari hizo. Kwa sababu janga hili la afya ya akili wengi limepoteza maisha kwa watu, lakini pia limepoteza ajira na watu wamekosa mwelekeo. Sasa tumeona ni vyema tuchukue hatua hiyo kwa ajili ya kupata elimu, kupata uponyaji ili tuweze kusonga mbele. Kwa mujibu wa mtaalamu bingwa wa saikolojia ya tiba kutoka hospitali ya rufaa ya taifa ya afya ya akili Milembe, Dr. Roselyn Malenya amesema afya ya akili huathiri namna mtu anavyofikiri, anavyohisi na anavyoishi kila siku, huku akisisitiza wengi huchelewa kutafuta huduma kwa sababu ya kushindwa kutambua dalili za awali pamoja na hofu ya kunyanyapaliwa, jambo linalosababisha wagonjwa wengi kufika hospitalini wakati tayari hali imekuwa mbaya zaidi. Tatizo hili saizi limekuwa ni kubwa sana, na tafiti zilizofanyika hivi karibuni, ambayo tafiti hii inafanyika kila baada ya miaka 6. Tafiti hii imeonyesha kwamba magonjwa ya akili saizi yana 45% na yamezidi magonjwa yote, ambayo tafiti hii mara ya mwisho iliyofanywa ugonjwa wa kansa ndio ulikuwa umeshika hatamu. Dalili ambazo anazo mtu mwenye afya ya akili, tuchukulia hata wewe ukitaka kujiokoa, cha kwanza ni viashiria vya mwili, kwa sababu kuna homoni ndani yako inaitwa cortisol, ni homoni ya uchungu, huwa inapanda. Kipanda vinakuja vidalili vya hospitali: kiungulia, kichefuchefu, kichwa kuuma. Kutoka Ruvuma, Yusuf Kayanda, Channel 10. Mkuu wa mkoa wa Lindi Zainab Telak yuko Zanzibar ambapo amefika kwa ajili ya kuzindua ujenzi wa kivuko kipya kitakachofanya kazi Songosongo, Kilwa, Kivinje kinachojengwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa gharama ya shilingi bilioni 5.7. Kivuko kinachotarajiwa kuondoa adha ya usafiri kwa wananchi wa Songosongo na maeneo jirani. Juma Kasim anatueleza. Za ujenzi wa kivuko cha Songosongo Kilwa ukiendelea hapa katika chelezo ya Malindi. Mimi nashukuru sana timu ya wataalamu, wamesimamia vizuri, akimuona chochote hajaenda sawa, wanakuja kushauriana, wanakuja kusimamia, kufanya marekebisho, pushi sisi tukufanya marekebisho. Ikiwa ni hatua za awali za ujenzi wa kivuko hicho, mkuu wa mkoa wa Lindi Zainab Telak anafika kuzindua rasmi ujenzi wa kituo hicho kitakachofanya kazi katika kisiwa cha Songosongo. Ujenzi wa kivuko hicho unafanyika katika chelezo kilichopo kando ya bandari ya Malindi Zanzibar kupitia kampuni ya Curo Limited inaendesha shughuli zake Zanzibar. Na hili nimelisema zaidi ya mara 3. Tupate chombo kwa wakati bila kuathiri ubora unaotakiwa kwenye mkataba uliopo. Tukipata kwa wakati chombo hiki, wananchi wa Songosongo wanakwenda kutabasamu. Kama ambavyo Mheshimiwa Rais wetu anasema anataka Watanzania watabasamu. Tunaomba tabasamu hilo la Wanasongosongo ambalo litaanza leo
baada ya mheshimiwa diwani kurudi kule, sasa likakamilike kwa wakati kama ambavyo mheshimiwa rais anataka kuona wanasongosongo wakipanda kwenye chombo chao kipya. Kivuko hicho kinajengwa kwa ufadhili wa shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC kupitia programu ya miradi ya uwajibikaji kwa jamii. Ufadhili huu wa 100% unatokana na usimamizi madhubuti wa mapato yetu ya ndani chini ya maono ya Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan aliyetuelekeza kuhakikisha rasilimali za nishati zinagusa maisha ya wananchi. Mapema mshauri elekezi wa mradi toka Chuo cha Bahari Dar es Salaam Mhandisi Lazaro Isaac anasema kivuko hicho kitakuwa na uwezo wa kubeba abiria 150, gari 2 na tani 10 za mizigo. Kwa mujibu wa ukaguzi na usimamizi uliofanywa na mshauri elekezi, kazi zinazotekelezwa hadi sasa zinaendana na michoro iliyoidhinishwa na TASAC, viwango vya kitaalamu vya ujenzi wa vyombo vya majini na masharti ya kimkataba. Kuja kwetu leo Zanzibar, tunaondoka tukiwa na maneno mazuri kwa wananchi wa Kilwa na tukiwafungulia misingi ya kuamini kwamba serikali sasa imejibu tatizo lao. Ni mradi wa miezi 8 na unatarajiwa kukamilika Februari mwakani. Nikiripoti kutoka hapa Malindi visiwani Zanzibar, Juma Kasim wa Channel 10. Wanachama zaidi ya 200 wa chama cha wananchi CUF wakiwemo viongozi wa ngazi mbalimbali kutoka majimbo na wilaya za Pemba wamejiungua katika chama hicho wakiongozwa na aliyekuwa mkurugenzi wa itifaki na udhibiti Rajab Mbaruk Mohamed wakidai kuchoshwa na migogoro. Taarifa zaidi na Masanja Mabula anatueleza. Akizungumza kwa niaba ya kundi hilo huko Madungu Chake Chake, Rajabu Mbaruk Mohamed amesema uamuzi wa kujiondoa ndani ya chama cha wananchi CUF umetokana kile alichodai kuwa ni ukiuko kwa misingi na malengo yaliyosisiwa wakati wa kuanzishwa kwa chama hicho. Suala la ubaguzi, suala la makundi sasa hivi limeshamiri katika chama cha wananchi CUF, na sisi lengo letu ni kufanya siasa. Lengo letu si migogoro. Lengo letu haikuwa dhamira ya chama cha wananchi CUF katika hali ambayo sasa hivi chama kimefikia. Yale malengo yake, yale matumaini yake, ushawishi wake kwa wananchi pia umeondoka. Tumefika pahala hatuoni tena ule mwelekeo. Huku tumefika pahala tumesahau yote ambayo yalitukumba wakati chama hichi kinaanzishwa. Kwa hiyo tumefika pahala baada ya kuona malengo na yale matumaini ambayo wananchi wanayatarajia hayawezi tena kupatikana. Aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho wilaya Wete Saidi Nasor Medi na aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho wilaya mkoani Mwalimu Hamisi Mwalimu wamesema kwa sasa chama cha wananchi CUF kimepoteza mwelekeo, kwani viongozi wake wamejikita katika makundi yanayochochea migogoro ndani ya chama, hali ambayo imeathiri umoja na maendeleo ya chama hicho. Ni CUF kile ukiangalia katika vyama 19 tunakamatana mashati, tunarudi nyuma. Lile lengo halitofikia kwa sababu lengo ya CUF ilikuwa ni kukamata dola ya nchi. Sasa imeonekana kwamba kwa CUF kwa sasa dhamira hiyo haiwezi kuwepo tena. Nimepitia Afrika nyingi, nimepita nafasi nyingi za kupita na kuangalia siasa. Kwa maana hiyo mimi kiufupi maisha yangu nusu yameingia nimepitia kwenye mambo ya kisiasa. Kwa hivyo utaratibu leo kutokana na nyuma na utaratibu unaoendelea sasa hivi, yani hatuendani kabisa. Hata hivyo kundi hilo hajaweka bayana kwamba watajiunga na chama gani, lakini umetoa wito kwa uongozi wa chama hicho kufanya tathmini ya kina ili kurejesha umoja na kuzingatia misingi ya kuanzishwa kwa chama hicho. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Umoja wa Mataifa umesema viwango vya chanjo kwa watoto wachanga duniani vimeongezeka mwaka 2025, kwani migogoro, upungufu wa ufadhili wa sekta ya afya na taarifa potofu ni miongoni mwa sababu zinazorudisha nyuma upatikanaji wa chanjo wa mamilioni ya watoto dhidi ya magonjwa yanayozuilika kwa chanjo. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, wamesema kuwa 90% ya watoto wachanga wamepata
kupata dozi ya magonjwa donda koo, pepo punda na kifaduro, huku asilimia 85 wakikamilisha dozi zote 3 mwaka 2025, ingawa kiwango hicho ni ongezeko la asilimia 1 ikilinganishwa na mwaka 2024 ambapo bado haijafikia kiwango cha kabla janga la uviko 19 mwaka 2019. Mkurugenzi mkuu wa UNICEF Catherine Russell amesema mamilioni ya watoto bado wako hatarini kutokana na migogoro, umaskini na kuhama makazi kwa lazima, ambapo amesisitiza kuwa hakuna mtoto anayepaswa kuugua ugonjwa unaoweza kuzuilika kwa chanjo. Tuangazie taarifa nyingine mtazamaji. Chama cha Scout Tanzania kimeingia makubaliano ya ushirikiano wa miaka mitatu na kampuni ya Oryx Gas Tanzania yatakayowezesha vijana wa Scout kuelimisha wananchi kuhusu matumizi salama ya gesi ya LPG. Makubaliano hayo yaliyokwenda sambamba na uzinduzi wa kitabu cha mwongozo kitakachotumika kufundishia matumizi sahihi ya gesi kwa lengo la kupunguza ajali zinazotokana na matumizi yasiyo salama. Salma Shaban anatueleza. Gumza jijini Dar es Salaam katika hafla ya utiaji saini, Skauti mkuu wa Tanzania Rashid Mchata amesema ushirikiano huo utawajengea vijana maarifa, ujuzi na fursa za kuwa mabalozi wa matumizi salama ya gesi na nishati safi katika jamii. Mimi kama Skauti mkuu nilikuwa naniumiza kichwa, siwezi kuongoza taasisi ambayo inatakiwa itunze mazingira, yani ya Skauti, alafu ikawa inaenda kambini inakata miti inatumia kuni. Ilikuwa ni kitu ambacho kinaniumiza kichwa. Hii tumesaini mkataba wa mashirikiano na Oryx. Tunaenda katika hatua ya mbele zaidi. Naye kamishna mkuu wa chama cha Skauti Tanzania Abubakari Mtitu amesema Skauti itaendelea kutumia mtandao wake wa vijana kueneza elimu hiyo ili kuchangia usalama wa wananchi, maendeleo ya jamii na utunzaji wa mazingira. Kwetu sisi Scout Tanzania ni jambo la muhimu sana, si tu kwa sababu leo tunasaini kisheria, lakini ni mkakati endelevu utakaowasaidia vijana wetu kuiweka dunia iliyokuwa bora zaidi. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa Oryx Gas Benua Araman amesema kampuni yake imeamua kushirikiana na Skauti kutokana na mtandao wake mpana wa vijana nchini utakaowezesha elimu hiyo kuwafikia wananchi wengi zaidi. This is the reason why we have signed today this partnership with the Tanzanian Scout Association, because this will be our future leveraging force to train different users in the different corners of the country. Kwamba tunataka watu wa salama, kwa sababu unapopeleka mitungi ya gesi kwa watu majumbani, watu wengi kaamia kule, lakini kama hajapata mafunzo ni kama amefanya kazi bure. Tunasema kwamba mtu asiyefundishwa hayupo salama bado, hata kama unajua kutumia gesi ya kupikia. Salma Shabani, Channel 10, Dar es Salaam. Wananchi wa kijiji cha Majani Mapana kilichopo wilayani Handeni mkoani Tanga wamelazimika kubadili matumizi ya jengo la soko na kuwa zahanati ya kijiji hicho kwa lengo la kuondokana na changamoto ya kutembea mbali mrefu kufuata huduma za afya, hali ambayo imekuwa ikisababisha adha kubwa kwa wagonjwa pamoja na wajawazito. Ernest Mbezi anaripoti zaidi. Wakiongea wakati wa zoezi la uwekaji wa jiwe la msingi la zahanati hiyo ambayo ipo katika hatua za mwisho za ukamilishaji tayari kwa kuanza kutoa huduma, baadhi ya wananchi pamoja na diwani wa kata Kabukundani wanaelezea kilichopelekea kubadili jengo la soko na kuwa zahanati ya kijiji. Mradi huu ulianza kama soko. Sasa baada ya kuangalia kwamba uhitaji wetu wa kama soko ulikuwa hauendani na kile tulichokiazimia, tukaona sasa kuna umuhimu wa kutafuta mabadiliko, tubadilishe jengo hili ili liingie kwenye matumizi mengine ambayo yataleta tija kwenye kijiji chetu. Ndio maana tukaamua kubadilisha kutoka kwenye soko tulibadilisha jengo liwe zahanati. Tulikaa na wananchi hawa tukashauriana na tukakubaliana kwamba sasa twende tukabadilishe, badala ya kuwa na soko hewa tuwe na zahanati ambayo itatoa huduma kwa wananchi wa kijiji hichi na maeneo ya jirani. Walikubali yale maono yangu na tukashirikiana kwa kukubali kila kaya kuchanga zaidi ya 10,000. Hata hivyo, wananchi hao wameshukuru serikali kwa kutoa zaidi ya shilingi milioni 80 kwa ajili ya ukarabati na uwekaji wa miundombinu ya zahanati kwenye jengo hilo, huku mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Handeni Saitoti Steven pamoja na mkuu wa wilaya Handeni Salum Nyamwese
wakieleza manufaa ya mradi huo katika utoaji wa huduma za afya kwa wananchi. Tulikuwa hatuna hospitali, tulikuwa tunapata shida sana kwenda hospitali. Hospitali iko mbali. Yaani ukichukua bodaboda hapa pikipiki kwenda na kurudi shilingi 20,000. Kwa leo tunashukuru Mungu tumepata zahanati hii, itatusaidia kwa wazee. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuletea fedha nyingi za miradi ya maendeleo katika halmashauri yetu na kupitia maelekezo yako Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, lakini katika kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais tutahakikisha sisi ambao tumeaminika katika halmashauri yetu ya wilaya ya Handeni kuzitumia fedha hizi vizuri. Zahanati hii itakuja kutusaidia kutuokolea maisha ya kina mama, itakuja kutusaidia kutuokolea maisha ya watoto, lakini itatusaidia pia kuwasaidia wakina baba waweze kufanya kazi kwa kuwa wana uhakika akienda kwenye utafutaji, watoto wanapopata changamoto za kiafya kuna eneo la karibu la kupeleka watoto. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbez, Channel 10. Haya mtazamaji, tukielekea huko Sudan, mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la G7 pamoja na mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya wamelitaka kundi la RSF na makundi washirika kusitisha mara moja vitendo vinavyoweza kuhatarisha maisha ya raia katika mji wa El Obeid nchini Sudan. Katika taarifa yao ya pamoja, viongozi hao wamezitaka nchi za nje kusitisha msaada wa kijeshi na kifedha kwa pande zinazopigana na kutaka hizo pande ikiwemo jeshi la Sudan kusitisha mapigano kuunga mkono mikakati ya kuwajibishwa wakiukaji wa haki za binadamu pamoja na kusaidia kuleta mshikamano na matarajio ya Sudan ya utawala wa kidemokrasia. Hata hivyo, viongozi hao wameunga mkono juhudi za Umoja wa Mataifa za kupunguza makali ya mzozo na kulitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupiga marufuku ya silaha nchi nzima. Na taarifa hii mtazamaji inatupa saa kwenda kupata mapumziko mafupi. Tukirejea hapa tunakuja kuendelea mbele zaidi katika upande wa habari za biashara na uchumi. Mimi ni Lulu Ali na hii ni Channel 10 Plus, endelea kusalia nasi.